Ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Yoeni TV, nikualike wasaa huu kusikiliza mada makini, mada yenye kichwa kinachosema mvua ya masika. Mada hii imejengwa katika kitabu cha Zekaria 10 na aya ile ya kwanza. Neno la Bwana linasema, mwombeni Bwana mvua wakati wa masika, naam, Bwana afanyaye umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua. Kila mtu atapewa nyasi kondeni. Chini ya mfano wa mvua ya vuli na ya masika inayonyesha katika nchi za mashariki katika nyakati za kupanda mbegu na mavuno, manabii wa Kiebrania walitabiri utoaji wa neema ya kiroho kwa kipimo cha ajabu juu ya kanisa la Mungu. Kumwagwa kwa Roho katika siku za mitume kulikuwa ndiko mwanzo wa mvua ya vuli au ya awali, na matokeo yake yalikuwa ni azimu. Lakini karibu na mwisho wa mavuno ya dunia, utoaji maalum wa neema ya kiroho umeahidiwa ili kuliandaa kanisa kwa ajili ya ujio wa mwana wa Adamu. Kumwagwa huku kwa Roho unafananishwa na mvua ya masika inayoanguka, na ni kwa ajili ya nguvu hii ya nyongeza Wakristo wanapaswa kutuma maombi yao kwa Bwana wa mavuno wakati wa mvua ya masika. Kama vile Kristo alivyotukuzwa katika siku ya Pentekoste, ndivyo atakavyotukuzwa tena katika kazi ya mwisho ya Injili, atakapoliandaa kanisa kuvumilia majaribu ya mwisho katika vita ya mwisho vya pambano kuu. Wengi wataonekana wakiharakisha kwenda huku na huko, wakibidishwa na Roho wa Mungu kuleta nuru kwa wengine. Ukweli, neno la Mungu ni kama moto ndani ya mifupa yao, ukiwajaza kwa shauku inayowaka ya kuelimisha wale wanaokaa gizani. Wengi hata miongoni mwa wasio na elimu sasa wanatangaza maneno ya Bwana. Watoto wanabidishwa na Roho kwenda nje na kutangaza ujumbe kutoka mbinguni. Roho anamiminwa juu ya wote watakaojisalimisha kwa ushawishi wake. Watatangaza ukweli kwa nguvu za uweza wa Roho. Lakini isipokuwa washiriki wa kanisa la Mungu leo wana muunganiko, haina chanzo cha ukuaji wote wa kiroho, hawatakuwa tayari kwa wakati wa mavuno. Isipokuwa wameweka taa zao zikiwaka, watashindwa kupokea neema ya nyongeza katika nyakati za mahitaji ya pekee. Neema ya Mungu inahitajika mwanzoni. Neema ya Mungu katika kila hatua ya mwendo, na neema ya Mungu pekee ndiyo inayoweza kuikamilisha kazi. Hakuna nafasi kwetu ya kupumzika kwa mtazamo wa kizembe. Kwa maombi na imani, tunapaswa kuendelea kutafuta zaidi ujazo wa Roho. Ndugu msikilizaji, mada ilikuwa na kichwa kinachosema mvua ya masika, tukiangazia namna ambavyo kanisa la awali, kanisa la mitume siku ya Pentekoste, Mungu alishusha au alimwaga Roho Mtakatifu kama mvua ya vuli, mvua ya kupandia mazao, mvua ambayo iliwafanya mitume waifanye kazi ya Mungu na kanisa kukua. Tunapoelekea katika nyakati hizi za mwisho, ipo mvua ya masika ya kukomaza mazao, mvua ambayo kila Mkristo, kila anayemtegemea Mungu lazima aipate ili kukamilisha utume na kazi tuliopewa hapa duniani. Lakini kabla ya kuipokea mvua ya masika, yapo maandalizi ambayo kwa hakika mimi na wewe
tunapaswa kuyafanya ili tuweze kukamilisha kupokea mvua ya masika. Lazima tuombe, lazima tusome neno, lazima tuifanye kazi ya Mungu. Bwana akusaidie rafiki msikilizaji. Unapojiandaa kupokea mvua ya masika, usikae kizembe. Fanya kazi ya Mungu, kuwa mtu wa maombi, kuwa mtu wa neno, na Bwana atakubariki. Basi nikutakie wakati mwema, nikutakie siku njema. Zaidi ya yote, karibu kuendelea kutazama na kusikiliza vipindi mbalimbali katika channel yako pendwa ya UoN TV. Bwana akubariki.